Si wakati tunacheza tulikuwa tunatumia sana vijana wetu wale ambao wanakaa kambini na wale ambao tunawafundisha. Na wenzetu walikuwa wanatumia sana vijana wa watu wakubwa, wanatia pesa kwenye usajili, wanatafuta wachezaji ambao wenye quality, wachezaji wakubwa. Lakini mimi nilikuwa ninaamini na cabinet yetu tulikuwa tunaamini kuwa vijana wetu tunawafundisha wao wana uwezo wa kucheza. Ndio hawa ambao sasa hivi tunawazungumzia akina Shafi Maulidi, akina Mwarami, akina Manyanya hao wamecheza, akina Karimu, umeona, akina Kacho, akina Abdani Sarahani, wengi na wengine hao, akina Juma Manashi hao, wengi wamecheza sana, lakini walikuwa wanazidiwa kwa sababu ya umri. Umri wao ni mdogo na wanaocheza nao ni wakubwa, wana uwezo mkubwa. Kushindana nao kinguvu tulikuwa hatuwezi. Kwa hiyo ilikuwa hatuwezi kupata nafasi. Kwa hiyo tunaishia tu daraja la 3, tunacheza, tunashinda, zingine tunasare, tunafungwa. Mwisho wa siku tupate nafasi ya sisi kuwa bingwa wa mkoa. Lakini nilikuwa ninaamini ipo siku sisi tutapata nafasi ya kwenda kuwakilisha mkoa kwenye ligi ya mabingwa wa mikoa. Na mara tu baada ya TFF kutangaza kuwa mashindano ya mkoa kwa tunasema ligi daraja la 3 yatakuwa yanachezwa na vijana wenye umri chini ya miaka 20, yani tunazungumzia under 20, niliamini kabisa kuwa huo ndio utakuwa wakati muafaka wa sisi kuweza sasa kufanya vizuri. Na nafikiri ilichukua takriban miaka 3, mwaka wa 4 sisi tumekuwa mabingwa. Na katika miaka 3 hiyo ndio hivyo, kuna vitu tunazidiwa, timu inaonyesha uwezo mzuri nini, lakini mwisho wa siku tunakosa nafasi ya sisi kwenda kuwakilisha mkoa. Lakini mwaka jana Mwenyezi Mungu aliandika sisi kuwa mabingwa, na hii ilikuwa ni dhamira ya dhati sana. Na tukawa na wale vijana ambao wanaenda kucheza ile ligi, tukamwambia ni aibu sana kama academy tunakosa nafasi ya kwenda sisi kucheza ligi ya mabingwa wa mikoa. Na ukizingatia timu ambazo zinachukua ubingwa wa mkoa ni zile timu ambazo zile timu ambazo si academy. Kwa hiyo ni aibu sana. Mtenje academy ashaye kujaribu akashindwa. Umeona, sisi ni soka tukao tunajaribu tunashindwa na baadhi ya academy zingine. Ukiangalia timu ambazo zinachukua ubingwa ni zile ambazo timu za kukutana, lakini wengi wanachomekea humo vijana wanakosa, wanaenda kuchukua ubingwa. Lakini kwa mwaka jana tuliweka dhamira na vijana wangu walikubali ile dhamira, wakaenda wakawa mabingwa. Kwa hiyo ikatupa nafasi sisi kwenda kucheza ligi ya mabingwa mikoa katika kituo cha Pwani, ambapo mashindano yanafanyika pale Bagamoyo katika uwanja wa Mwanakalenge. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mara yetu ya kwanza sisi kucheza. Kwa hiyo unaweza kusema si mafanikio mazuri kwa upande mmoja, kwa sababu target yetu sisi ilikuwa ni kuwa bingwa kwenye kile kituo, aidha zile nafasi 2 sisi kuchukua. Kwa hiyo kwa kuwa ndio mara yetu ya kwanza, inaweza kusema ni mafanikio, lakini kwa ile dhamira ambayo sisi tulikuwa nayo kama Lindi Soka Academy sio mafanikio. Hamjafanikiwa. Hatujafanikiwa kwa ile dhamira ambayo sisi tulikuwa nayo. Lakini ukizingatia kwa namna ambavyo ni soka tumeenda kucheza, tunaweza kusema kwetu kwa upande mwingine na hata wale vijana kwao ni mafanikio, kwa sababu wapo ambao walitamani kwenda kucheza lakini walikuwa wanakosa fursa, lakini safari hiyo wamepata fursa, kwao ni mafanikio. Lakini ile dhamira ambayo sisi kama Lindi Soka Academy na ile kiu tuliyokuwa nayo kuhakikisha tunapata nafasi ya kucheza ligi daraja ya 2 hatukuweza kufikia hiko. Okay, na pengine sasa shida ilikuwa wapi? Maana mlianza vizuri mkapata matokeo mechi za pili. Mechi 2 za kwanza. Baada hapo mkaja mechi 3 mkapata sare, si ndio? Baada hapo tena kumbuka sare dhidi ya walikuwa mlipoteza na Fountain. Tulipoteza, tukaja tukatoa sare na bwana wale nani au ndugu zetu hapa Mtwara. Kwa mantiki unaweza kusema katika mechi 6 imekuwa ni 2-2 zimegawanywa kwa sehemu 3. Yani kushinda mechi 2, sare mechi 2, kupoteza mechi 2. Shida naweza nikagawanya katika maeneo makuu 3. Eneo la kwanza naweza nikaliweka kwa
management, yani tuseme ni ile hali ya kiutawala. Na eneo la pili ni eneo la hawa watu ambao wametushika mkono na wale ambao walikuja kutusupport, aidha tuseme chama cha mpira wa mkoa kwa namna ambavyo walikuja kukabidhi ile zawadi. Lakini kwenye eneo la tatu ni eneo la wachezaji. Nianze kwenye eneo la kwanza la sisi kama Lindi Soka Academy. Wakati tuna wasajili wachezaji tulishawaambia kuwa timu yetu haina hela. Kituo chetu hakina uwezo wa kulipa wewe mchezaji hela. Kwa hiyo unachotakiwa uje kucheza mashindano, kwanza kutengeneza wewe mwenyewe career yako na kutengeneza jina lako. Kwa sababu timu inapokuwa imefanikiwa, wewe pia umeingia kwenye rekodi ya kufanikisha timu kufika malengo. Lakini pili, inawezekana timu isiende, lakini wewe unatakiwa uende mbele ya safari. Kwa hiyo kama unataka kuja kucheza, njoo, utaki family life. Wapo wale ambao tulikuwa nao kwenye ligi ya mkoa walishindwa kutokana na namna ambao tulikuwa wanataka pesa, wengine wanataka viatu, na sisi tukasema hatuwezi kumnunulia mchezaji kiatu. Kama hizo timu kubwa Simba, Yanga, Azam na timu zingine, hakuna timu ambayo tumesikia wananunulia wachezaji viatu. Hizo timu za ligi kuu wachezaji wananunulia wenyewe. Why sisi tukununulie wewe kiatu? Kwa hiyo kwa sababu ni kazi yako. Na kama kazi yako unatakiwa uipende, kuhakikisha unatafuta vifaa vya michezo. Kwa wale ambao walitutikia, walikubaliana kabisa kwa 100% kucheza, wanajua hii timu haina nini? Haina hela. Hilo walikubaliana kabisa, ni kwa sisi tunaenda kucheza, timu haina hela. Lakini jambo la pili ambalo wachezaji walijaribu kuulizia, je, kama timu haina hela, vipi mazingira ya safari? Tunaweza tukasafiri, na mazingira ya kula vipi? Nikamwambia haina shida. Timu Lindi Soka inaweza kwenda kucheza sehemu yoyote ile na katika mazingira yoyote. Kwa hiyo swala la safari litakuwepo na swala la chakula litakuwepo. Na mimi kuna target ambazo nilikuwa nimeziweka kuhakikisha tunapata chakula na hata safari. Kwa hiyo wakati hata tunahangaika kuhakikisha, kuna kamati ambayo ilikuwepo, kumbuka kabla tujaanene, kuna kamati ambayo ilikuwepo, ilikuwa ya kuisupport Lindi Soka wakati tunacheza ligi ya mkoa. Hii kamati kwanza niishukuru sana kwa namna, kwa sababu wao walipambana kuhakikisha sisi tunafikia hapa. Sawa, walipambana, walitafuta pesa kuhakikisha timu ina wachezaji siku ya mwisho ya finali wanapata posho ambazo walitengeneza hamasa kwa hili wakati huu nipo Zanzibar. Kwa hiyo kamati naishukuru. Nikaamini kamati ile itaendelea kwenye mkoa baada ya sisi kuwa mabingwa, lakini kamati ilisuasua. Sijajua kuna kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea, lakini kila mtu anakuambia yuko busy. Ndipo hapa nikaanza na mimi mwenyewe kuingia sasa kuchekecha akili kuhakikisha tunapata pesa. Kwa hiyo kuna watu ambao nilikuwa nimewa target ambao ndio wanaweza kaja wakatusupport kwa namna moja ama nyingine, na tulifanikiwa kwa sababu tulijua kuna sehemu tutapata pesa za safari, kuna sehemu tutapata hela tutapata chakula. Na nishukuru sana ofisi ya mkurugenzi wa manispaa kwa sababu waliahidi, kuna ndugu zetu wa Ralewa waliandaa tamasha lao ambalo lilisaidia, mkurugenzi aliahidi timu 4 kutoa milioni. Lakini sasa nikasema hii milioni 1 hii inatakiwa niipambanie, ninahakikisha naipata. Sawa, na huku najua chama cha mpira tuna milioni 1 ya kwetu. Kwa hiyo nilikuwa najua uhakika kwenda na kurudi, hii milioni 1 itasurvive kwenda na kurudi. Lakini baadaye tukaambiwa kuna milioni 1 nyingine ambayo chama cha mpira mkoa watatoa. Sawa, yes, ilitoka milioni 2 kwa ajili ya timu ya Ruangwa Queens na milioni 2 ni kama 300 hivi. Kwa hiyo nikajua kabisa hii milioni 3 tutapata chakula, tutakwenda kwenye kituo na tutarudi. Sijui umeelewa. Lakini kama tunakosa, chama cha mpira watucheleshea, inakuwaje? Na hii ndio kidogo nene, lakini kapambana mpaka dakika mwisho. Kesho safari ya ofisi ya mkurugenzi katungizia pesa milioni 1 ambayo ilituwezesha sisi kusafiri. Lakini wakati naondoka nikawasiliana na baadhi ya watu kuambia tunasafiri, lakini timu ina uwezo, haina chakula na hatujui tunafikaje. Na mmoja ambaye nilimtafuta ni mbunge wa jimbo la Mchinga, Mama Salma Rashid Kikwete. Sio wa jimbo la Lindi. Mbunge wa jimbo la Mchinga. Yes. Mbunge wa jimbo la Lindi alituchangia 100,000. Sawa, kumbuke alitoa 100,000.
Sasa ukiangalia milioni moja huwezi ukapata chakula nini, lakini tulitafuta chakula cha kwanza cha kuanzia. Tunapoenda lazima tusiende bila chakula, lazima tutafute chakula cha kuanzia. Na tulipata chakula cha kuanzia, lakini usiku ule tunasafiri nimtumia message Mama Salma Kikwete. Na usiku ule alinitafuta. Usiku tukiwa njiani, bwana nimekuaje, nikamweleza mazingira nani na nani waliochangia, na mimi nikamwambia waliochangia na maana mkoa umeshindwa kutoa support. Nilimwambia ya mkoa ni mgumu, umeshindwa kutoa support. Basi akaomba bajeti tukamtumia, na baada ya kufika yeye akaanza kuongea mnafikia sehemu gani kule Bagamoyo. Nikamwambia mpaka saizi kuna mtu tumewasiliana naye ametuambia ile nyumba, kuna nyumba ambayo tumeiomba, ametuambia tulipe 200,000, lakini mpaka saizi bado tujajua 200,000 tunaipata wapi. Akasema sawa, ngoja niwasiliane na shemeji yangu pale Bagamoyo nijue nini cha kufanya. Akawasiliana na shemeji yake na wakazungumza ambayo amezungumza bwana Salmu Kanema. Salmu Kanema akanipigia mimi simu, bwana vipi, nimepewa namba na Mama Salma, kuna nini, unakujaje nini, nikamuuliza uhalisia wote. Basi akaniambia basi sawa, najua hapa kwanza, je, chakula mnakula hotelini kwa mantilia au mnapika? Ngambia hapo chakula tunapika. Sisi tunakuja na unga kilo 20 na mchele kilo 20, tuna maharage kilo 5 tunakuja nayo. Basi yeye akafikisha taarifa kwa mama. Basi tumefika kweli, tukapokelewa sisi vizuri. Umeona, na jamaa tukafikisha sehemu iliyofika, akatuambia bwana sehemu ya kufikia ameshalipa Mama Salma, lakini pia issue ya wapishi Mama Salma amefanya nini? Ameshaklia kila kitu. Nikasema kongole kwake. Sasa subiri kwanza Fizi, inawezekana kwa labda kidogo, maana kuna watu wanasikiliza. Katika mara kwanza usema kwamba kuna muda hapo msema kwamba mkoa, yaani Mama Salma aliulizwa mkoa umeshindwa kufanya hivi, lakini katika mazungumzo ya kwanza usema kwamba chama cha soka cha mkoa kiliahidi kutoa pesa. Hii pesa ilitoka? Wakati mpaka nawasiliana na yeye hiyo pesa ilikuwa haijatoka. Yes. Kwa hiyo mimi kwanza sipendi kudanganya. Wanapendaga ni nyooke. Na muda mwingine watu wananichukia katika ile hali yangu ya kunyooka tu. Kwa maana pesa ya zawadi ile na ile ya ahadi ambayo na ile hatukupewa. Na nilimwambia hivyo ndio nilikuwa nataka watu wajue. Nilimwambia Mama Salma tuliahidiwa kuna pesa yetu ya ubingwa ipo chama cha mpira. Na tuna ahadi nyingine ambayo waliahidi wao kutusaidia ambayo ni kama 1,000,000. Sasa katika 1,000,000 tuliomba 300,000 kwa ajili ya kulipia usajili, kwa hiyo imebakia 700,000. Kwa hiyo tuna 1,100,000 na 700,000 kwao. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sisi hatujafanya nini? Hatujaipata. Umeona? Naye akashangaa. Umeona? Akashangaa akasema sawa, ngoja tuangalie namna ya kufanya. Tuendelee. Kwa hiyo mpaka tunafika kule, lakini ukumbuke tunakwenda timu hatuna hata pia jezi pia. Sawa Lakini kwenye ile pesa ambayo tumepewa tulitenga kuna kiasi jezi zetu ni pungufu. Tutenga kiasi tukaongezea jezi, lakini pia tutenga kiasi kama 100,000 ili tukanunue viatu, tuanulie baadhi ya wachezaji ambao wale hawana viatu kabisa. Kwa hiyo kuna mchezaji wangu ambaye nilimfundisha mpira anauza viatu pale Karume. Nikawasiliana naye nikamwambia bwana ninakuja, sina vijana wangu wana viatu. Kwa hiyo akaniambia wewe mwalimu njoo bwana, tutakuja kuongea mimi na wewe, hatuje kugombana bwana. Nikafika kweli nikamwambia bwana na kupa laki nataka viatu. Akaniambia bwana viatu mtakuzia kwa 25,000 viatu vya mtumba. Mimi nikachukua pia zangu 7. Sawa, lakini pale nikampa shilingi ngapi? 100,000. Yaani ulingawila vingine. Hiyo mimi nilikopa. Sijui umeelewa nilikopa. Kaambia bwana nitakulipa. Na mpaka leo hivi jamaa ananidai. Yaani hata anaweza ngawapa namba ngambia bwana mfahamu Karongwe vipi, atakwambia bwana namdai hiyo hela ya viatu. Lakini kwa sababu ni mchezaji wangu anashindwa hata kunipigia simu kunikumbusha. Kwa hiyo baada ya kufika pale jamaa akaona siku ya kwanza tunazunguka, vipi? Mbona wako hivi? Na kweli mimi nikawaacha vijana. Siku ile ambayo tulifika siku ya pili nikaenda nikapanda gari kuelekea Karume kununua viatu. Mama Salma akanipigia simu, vipi vijana wanaendeleaje? Wanaendelea vizuri, mmefika, mmepata chakula? Alikupigia Mama Salma au kumpigia yeye? Yeye alinipigia yeye mwenyewe, nipo kwenye daladala. Inaonekana alikuwa anajali sana. Swadakta. Yaani akanuliza mbona kelele upo kwenye usafiri? Ngambia unaenda wapi? Nikamwambia naenda zangu Karume, kuna watoto nataka kununulia viatu. Kuna wengine pia wametoa hela zao kununulia viatu. Kwa nini watoto watoe hela zao kununue viatu? Nikamwambia hatuna uwezo. Nitumie budget.
ile. Umeona? Yule nani alinitumia budget mwanzo? Nikamwambia yule ni mwenyekiti wa chama cha mpira mkuu ambaye ni mkuu wa msafara. Nikamwambia tafuta viongozi. Nyinyi viongozi hakuna viongozi wa wilaya. Viongozi wenu basi wanitumie. Basi nikapambana, nikaongea na Mwaya akamtumia ile budget. Ikafika kwake. Akanipigia tena simu. Kwa hiyo nyinyi hamuna nini na nini na nini? Nikamwambia wakati yeye tayari ameshapata taarifa kuwa vijana hawana jezi za mechi, hawana jezi za kutembelea, yani wanavaa tu mango zao kama hivi tulipo mimi na wewe nyinyi hapa, hawana hata sare. Nikamueleza uhalisia. Bwana, hapa sisi hatuna jezi za safari wala hatuna jezi za mechi, tuna jezi pia moja tu na tuna socks. Bila tunajua. Umeona? Na mimi nilimwambia, nikamwambia mama, sisi tunashinda. Umeona? Mnacheza mkumbuke mnacheza na mwenyeji, nikamwambia sisi tunawabomoa. Sisi tunachukua. Na mara kwa mara Mama Salma anaponiahidi mimi namwambia kabisa sisi tunachukua. Na sehemu zote anapotuchangia sisi tunaenda kuchukua ubingwa. Arusha tushafanya mara 2, Mtwara, Zanzibar anapotia mkono wake na mimi namwambia. Unataka kuambia watu kwamba Mama Salma hii sio mara ya kwanza kwa. Ameanza kutusaidia tangu 2016. Sisi anatusaidia na amekuwa anatusupport kwa namna moja ama nyingine, sio 50,000 au 100,000. Kama unamwambia tuna safari na anakuambia nipe bajeti yenu, nyinyi mna shilingi ngapi, mmepungukiwa kiasi gani? Bwana, tuna upungufu wa 500,000. Anaweka mzigo. Kwa mfano 2016 sisi tulikuwa 2017 tumeenda tumerudi, 2017 tumealikwa tena. Mimi nimekusanya michango kwa wazazi na 500,000. Unaendaje Arusha na 500,000? Hauwezi. Umeona? Nikamwambia mama, sisi tutashindwa kwenda kwa sababu hatuna nini. Akamwambia haiwezekani mshindwe kwenda. Nyinyi mabingwa watetezi. Yule mama akaniambia, gari shilingi ngapi? Tukamfuata marehemu mzee Kidogo. Anataka gari 1,500,000 na 500,000. Nikamwambia bwana, gari 1,500,000 na 500,000. Nyinyi mna shilingi ngapi? Nikamwambia sisi tuna 500,000. Sawa? Na kutumia 1,000,000 hapo. Kanitumia 1,000,000 faster. Sijui umeelewa Lakini yule mzee akasema sasa hii 1,000,000 na 500,000 ni gari tu. Mafuta ni juu yenu. Sijui umeelewa? Sikutaka kumpa mzigo yeye. Nikahangaika, nikapiga simu kwa Popat yule wa Azam. Nikampigia simu kwa bwana, nimekwama na jambo 1 2 3. Sawa. Akanitumia 500,000. Nikampigia mkurugenzi wa manispaa ile Satura. Sawa. Nikamwambia bwana, tumekwama mafuta. Akaniambia aisha mafuta. Sawa. Unaona mtu mmoja anaitwa Mfinanga hapo ni pale manispaa. Huyo nimempa namba yako na wewe nitakutumia namba yake. Kwa hiyo nikawasiliana naye. Uliza mafuta lita ngapi? Mafuta lita 400. Tukapewa mafuta lita 400. Kwa hiyo tukaenda kibosi sisi. Tukaenda vizuri na gari kaenda katusubiri kule. Tukaenda vizuri. Kwa hiyo sio mara ya kwanza. Kwa hiyo mama akapiga mahesabu akaniambia mahesabu yote ya hivyo vinavyohitajika. Kwa hiyo bahati nzuri nilikuwa nimefika Kariakoo, nikampa akawa naongea na mwenye duka bwana akawa anaulizia bei kila kitu. Sawa hiki kiasi gani, hiki kiasi gani, hiki kiasi gani, nyinyi kwenye benchi mna jezi za kuvaa hatuna. Akapiga mahesabu nini, akatuma 500,000. Umeona? Na akatuma kwenye lipa namba. Kwanza aliniuliza nikutumie kwenye namba gani? Nikamwambia mama, nakumbuka tuna account yetu ya lipa namba. Akasema sawa, ni vizuri sana. Maana hii nikituma kwa jina lako natoka jina lako, hii ni ya kwako. Hii sasa natuma hela ya timu. Kwa hiyo akatuma kwenye ile lipa namba, jina natoka Lindi Soccer Academy. Kwa hiyo tukafanikiwa kupata jezi sisi za mechi, socks, tukapata na bench la ufundi, tukawa na t-shirt pia 2 nyeupe na blue ambazo tunakuwa tunabadilisha tu mzee, tukaanza kunoga. Kwa hiyo baadaye baada ya kupata vifaa, siku ya pili ndo ambayo tulikuwa tunaenda kucheza mechi yetu ya ufunguzi. Sisi jambo la kwanza tulizungumza na wachezaji vizuri na kuambia mechi tunaenda kucheza itakuwa ngumu kwa sababu tunacheza na mwenyeji, na kumbuke mwenyeji anapoudhi kituo anatamani na yeye kupandisha timu. Naam. Kwa hiyo tuliwaandaa wachezaji kisaikolojia waende wakapambane. Na kabla tujaenda kwenye mechi, Mama Salma alipiga simu kuongea na wachezaji kuambia vijana mmejiandaaje? Ndio. Bwana mimi nawatakia kila laheri, niko nyuma yenu, pambaneni, umeone. Tutashika mkono kwa namna yoyote. Kwa hiyo pambaneni sana wanangu, umeone. Na mimi kila kitu kinaenda vizuri. Na nakumbuka wachezaji nao akamwambia mama, na sisi tunashukuru sana kwa support yako, namna ambavyo unatubeba. Maana yake tumekuwa kama yatima sisi mama. Na sisi mechi ya leo tunaipa jina la Salma Kikwete Day. Na sisi tutakwambia ikifika saa 12 tu utapigiwa simu ya kupata matokeo mazuri. Hatutakuangusha.
kweli vijana wameenda kupambana, mtu anakula kamba 3 na penalty tunapoteza. So far saa 12 nimempigia simu Mama Salma. Umeona, nilimtumia kwanza message. Wao mara nyingi namtumiaga message, wewe kumpigiaga anaweza asipokee. Nimemtumia message kwa mama, tumeshinda, Salma Day Kikwete imelipa. Na wakati huo kuna waandishi wa habari walikuja kuhoji vipi maendeleo ya timu, nini hali ya timu. Huwa sipendagi kuongea uongo, niwaambia tu hali ya timu, mazingira yalivyo, na nikamwambia bwana, nashukuru sana Mama Salma kwa namna ambavyo ametusupport. Naona watoto wamependeza. Mama Salma amefanya kazi yake, kwa hiyo tunamshukuru sana. Na bahati nzuri wifi yake Mama Salma alikuja, ule ukoo Kikwete ulikuwepo pale uwanjani. Na walipiga picha na watoto, bwana, tumeambiwa na Mama Salma tuje hapa, timu yake iko hapa, tumekuja kuunga mkono, hongereni sana. Kwa hiyo hata vijana nao walifarijika sana kuona vile namna ambavyo tunajaliwa. Kwa hiyo na watu kama ambavyo nyinyi mnaniuliza kuhusu issue ile, mimi nazungumza ukweli. Waandishi wa habari walinihoji, vipi chama cha mpira mkoa? Ngambia chama cha mpira mkoa wanatusupport, lakini kwa hivi sasa kuna kiasi cha pesa ambacho sisi tunadai. Kwa hiyo lazima niseme ukweli. Nikisema hapa kambini hali ya kiuchumi iko vizuri ni uongo. Kwa sababu hatujapata pesa. Ile ambayo silikuwa nawakilisha mkoa. Inawakilisha mkoa. Na naona hapo wajibikaji kama waheshimiwa wawili tu. Sisi tuna waheshimiwa 6, sio ngapi, mkoa mzima. Manake hata mara kwanza tulipokuwa tunafanya promo, manake tulikuwa nione kwamba watu wale wanachungua, watu wote wanatoa support kwa timu ya mkoa. Kwa hiyo unapokuwa unamtaja mtu mmoja tu unapata wasiwasi kabisa kwa hili ambalo amelizungumza mheshimiwa mwenye zamana ya michezo, kwamba alikuwa anahitaji kwamba wale maafisa michezo wapo waangalau katika yale manani yao waonyeshe angalau michezo 20 tu. Sasa kama mchezo mmoja ndio anaonekana atembea mbunge mmoja tu, maafisa wapo ndani ya mkoa huu wapo. Bwana sasa alikuwa pochiza huyo ndo wa mkoa, lakini huyo wa mkoa sio kwamba alizomzungumzia Shiza peke yake, manaka hata Lisuma anatakiwa na yeye aonyeshe mchezo wa bao nini. Usimtaje Shiza kwa sababu amekufa na cheo akifi. Umeona? Kwa hiyo baada ile clip ya sisi kusema hatujatoa pesa, nafikiri baada ya siku 3 baadaye tukaambiwa kuna pesa italetwa. Mkaambiwa na waandishi wa habari, mkaambiwa na wale ambao wanatakiwa waingize pesa. Mwenyekiti wa chama cha mpira mkoa akatupigia taarifa, bwana makamu mwenyekiti anakuja, kwa hiyo kuna pesa yenu ile ya ubingwa tawaletea. Sasa hapa ndipo ambapo nasema kwenye chama cha mpira kilikosea. Walipofika watununua vyakula nini, wakati huo mimi subiri kwanza. Nisikilize. Walifika na pesa, walifika na vyakula. Wao ndo yani walinunua mchele, walinunua maharage na mafuta. Hiyo pesa yao. Sawa, sio ile? Hiyo pesa yao. Wakaja na pesa ya ubingwa, lakini wakati huo inaletwa ile pesa, makamu mwenyekiti alizungumza mbele ya wachezaji. Hongereni kwa kufanya vizuri. Sawa. Hapa leo nimewaleteeni pesa milioni 1. Ndio. Sijui unanielewa vizuri. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.